Rais wa Marekani Donald Trump amewasili hii leo katika bunge la Israel lililopo Yerusalemu Jumatatu ya Oktoba 13 mwaka 2025 na kutoa hotuba ya kihistoria kuhusu mpango wake wa amani wa Gaza. Hotuba hii inakuja wakati ambapo kumekamilika kwa mchakato wa kuachiliwa kwa mateka waliokuwa wakishikiliwa na kundi la Hamas, hatua iliyochangia kuleta mabadiliko makubwa katika hali ya usalama na siasa za Mashariki ya Kati. Katika hotuba yake, Trump amepongeza mafanikio ya kusitishwa kwa mapigano yaliyodumu kwa zaidi ya miaka miwili, akisisitiza kuwa vita hivyo vimemalizika na sasa ni wakati wa kuimarisha amani na usawi katika eneo hilo. Aliongeza kuwa mpango wake wa amani unalenga kuweka misingi thabiti ya ushirikiano kati ya Israel na Palestina pamoja na mataifa mengine ya ukanda huo ili kuhakikisha hakuna kurudisha nyuma kwa mizozo ya kihistoria. Trump alitangaza kuanzishwa kwa bodi ya amani, taasisi mpya itakayokuwa na jukumu la kusimamia na kuratibu mchakato wa ujenzi na ukarabati wa Gaza. Bodi hiyo itajumuisha wawakilishi kutoka pande zote zinazohusika pamoja na msaada wa kimataifa ili kuhakikisha Gaza inarejea katika hali ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Mipango ya bodi hiyo itajikita katika kujenga miundombinu, kuimarisha huduma za elimu, afya na kuwasaidia wananchi wa Gaza kupata ajira. Aidha, Trump alisisitiza umuhimu wa kufanikisha hatua za kuanzisha uhusiano wa kawaida baina ya mataifa ya Kiarabu na Israel, jambo ambalo litaongeza mwelekeo wa amani na ushirikiano wa kikanda. Alisisitiza kuwa makubaliano haya yanaweza kuwa mfano wa kuigwa katika mizozo mingine ya kimataifa. Tukio hilo linahusiana moja kwa moja na hatua za Hamas za kuachilia mateka waliokuwa wameshikiliwa na hatua iliyoshuhudiwa hii leo baada ya mazungumzo ya kina na wasimamizi wa mchakato wa amani. Kuachiliwa kwa mateka ni historia tosha ya makubaliano na nia ya pande zote kuanzisha upya mchakato wa amani na kusitisha mizozo ya silaha. Hatua hii imetolewa kama sehemu ya mkataba wa kusitisha mapigano na kuanza upya mazungumzo ya amani, na inatarajiwa kuleta mabadiliko chanya katika maisha ya maelfu ya watu waliokuwa wakiishi kwa hofu na migogoro ya mara kwa mara. Kwa sasa dunia inaangalia kwa makini kama mpango huu wa Trump na hatua za hivi karibuni zitakuwa na mwanzo wa suluhu ya kudumu katika mzozo huu wa muda mrefu wa Mashariki ya Kati. Dubai sasa Kitonga. Safirisha mizigo kwa punguzo la bei, yani $350 tu kwa CBM. Ni kwa bidhaa za toy, pochi, viatu na vifaa vya simu. Kilimanjaro Star Cargo, Simba Bahari.